Zilikuwa nyimbo ambazo zilikuwa zinaashiria kuwa kuna ndoa inaendelea kufungwa au ndoa inafungwa. Ni kweli ndoa ndio ilikuwa inaenda kufungwa kwenye kanisa la KKT lililopo kwenye mji mdogo wako Mfungo. Kanisa ilikuwa limejaa kweli kweli, kulikuwa hakuna hata eneo la kutembea mate, watu walifurika. Ilikuwa ni ndoa ya mtu maarufu kwenye mji huo, Bwana Apa, ambaye alikuwa anakwenda kumhoa Sara, binti wa mfanya biashara maarufu kwenye mji huo na hata nje ya mji. Kutokana na maarufu huo, ndio maana kanisa lilijaa. Mchungaji alifundisha kwanza elimu ya ndoa kabla hajafundisha ndoa. Alianza na kusema, neno ndoa linakwenda kwa kuhalilisha au kumifanya nyinyi kuwa kitu kimoja. Jueni wazi kuwa mioyo yenu imeridhia juu ya swala hili, maana tayari mnaenda kuwa kitu kimoja. Na kama mnaenda kuwa kitu kimoja, kuna mitihani mingi itawakumba, lakini kama mioyo yenu haipo pamoja, basi inaweza mkatengana, na hilo halitakiwi. Nataka kuniambia kuwa swala la ndoa ni agano, unaenda kuwatekeana agano na Mungu. Kwa hapo mnabidi muwe makini sana, maana akiweka agano na Mungu alafu unakuja ukavunja, ni sawa umemdanganya Mungu. Na siku zote Mungu ni muweza wa kila jambo. Unaweza ukajiona umedanganya, kumbe umejidanganya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia ilieleza wazi kuwa ndoa ni jambo la baraka. Kuna mtu aliniambia eti wakati mimi na mke wangu tukiwa chumbani tulikuwa tunapendana, lakini toka nimuoe ndoa yetu haina amani. Nataka mniambie kuwa mnapokuwa chumbani mapenzi yanakuwa makubwa au yanakuwa madogo? Kwa sababu kila mmoja huwa anahitaji ndoa, lakini mnapokuwa kwenye ndoa tayari mnaona kazi imemaliza. Kuwa ulichokuwa unakitaka tayari umepata, lakini tambua, ukiwa kwenye ndoa mna kazi ngumu sana kuliko mnavyofikiria. Hapo shetani naye huminyatia, yaani anategea kwenye gepu. Ukimwachia upenyo, basi naye hapo hapo anapatia nafasi ya kuharibu. Sitaki itokee hivyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndugu zangu mnaoenda kuingia kwenye ndoa, jambo hili takatifu, nawatakia mwanzo mwema wa ndoa. Pia nawatakia ndoa njema na iwe yenye baraka tele. Ikiwa mahubiri ya ndoa yanakwisha na alikuwa inafuata ni ndoa.
ikiwa mahubiri ya ndoa yanakwisha na ilikuwa inafuata ni ndoa kwenye barabara ya kuelekea kanisani. Kulionekana binti mmoja, alionekana mrembo sana. Alikuwa amevalia shera ndefu ambalo lilikuwa lina buruzika mpaka chini, japo jua lilikuwa kali. Miguuni alikuwa yupo peke. Miguuni alikuwa peku peku. Utazane alioni jua kali. Walimwona walibaki wana shangaa. Yule binti moyoni mwake akawa anajisemea, lazima nioe mimi. Haiwezekani amoe mwanamke mwingine wakati mimi nipo. Haiwezekani. 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 Haiwezekani, haiwezekani, lazima nifanye jambo. Aliona kama anachelewa. Alikumbuka mambo mengi aliyowahi kufanya na mwanaume huyo. Leo anaenda kumuoa mwanamke mwingine? Haiwezekani. Alijitahidi kukimbia. Kwa mbali aliona kanisa kidogo. Moyo wake ukasema, iwe isiwe, lazima nioe mimi. Lazima nioe mimi. Siwezi kukubali. Nitaenda kupinga ndoa hii. Kwenye kanisa vigeregere, nderemo na vifijo vilitawala. Pale Bwana Abeli alipomvisha pete bibie Sara, lakini shangwe hazikupoa. Pale Sara alipomvisha pete Bwana Abeli, shangwe zilizidi kundelema. Pale mchungaji alipowaambia, sasa nyinyi mwili mmoja, watu walishangilia sana. Walianza kutoka taratibu, huku wakiwa wanaimba nyimbo mbalimbali, ili mradi tu ni furaha kwa wana familia wa bibi harusi na bwana harusi. Lakini mama na bwana harusi hakulifurahia jambo lile, japo wenzake walikuwa wanasherehekea, yeye alibaki kuwa mtazamaji. Wakati watu wanatoka kanisani, yule binti aliona sasa huo ndio mwanya wa kufanya jambo lake. Alitaka awahi kuizuia ndoa, na ikiwezekana afunge yeye pamoja na Abel, na sio Abel na Sara. Alikaribia karibu kabisa na kanisa. Kwa bahati mbaya, yule dada akajikwaa na kuanguka chini. Wakati anainuka, macho yake yalipigwa na butwaa. Baada ya kumwona Abeli, alipendeza kwa suti safi, huku akishikana na mkewe bibie Sara. Kikweli walikuwa wamependeza. Alibaki ameduaa, akaita kwa sauti, Abel,